Huku maonyesho ya wiki ya utumishi wa umma yakiendelea katika viwanja vya Chinangali jijini Dodoma, baadhi ya wadau waliotembelea banda la Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora katika maonyesho hayo wamesema licha ya hatua kubwa kupigwa na tume hiyo, ikiwemo kuhudumia makundi mbalimbali ya watu wakiwemo walemavu, ushughulikiwaji wa kesi mbalimbali kama ya wafugaji na wakulima, lakini bado kuna changamoto kadha kwa baadhi kupata huduma na haki za msingi. Mimi ni Happy Balisidia na sasa tusikilize wadau. Kwanza nimeona watu wenye ulemavu wameonyeshwa, kwa maana ya kwa picha tu unaanza kuelewa kwamba hawa watu wanauelewa juu ya eneo la watu wenye ulemavu. Lakini kimsingi baada ya kuwa tumebadilishana uzoefu na kuelewa nini kinafanyika kutoka kwenye tume, inaonekana kuna changamoto mbalimbali ambazo labda tunaweza kusema baadaye zinaweza kawekwa vizuri kwa nani zijazo, maonesho yanayofuata. Kwa mfano nilitarajia kuona watu wenye ulemavu wamekuja kuhudumiwa, lakini inaonekana bado ni changamoto. Yawezekana ni either taarifa au ufikaji. Kwa hiyo ndio maana nikasema ni jambo la mtambuka. Kwa nafikiri elimu itaendelea kutolewa ili hata watu wenye ulemavu waelewe tume za haki za binadamu zinawahusu, sio kwa ajili ya watu wasiokuwa na ulemavu tu. Lakini pia nimetamani kwenye mazungumzo yetu tumeona kumbe badala ya kuwa na changamoto hii kuibeba muda mrefu ya wataalamu, basi tunaweza tukatumia teknolojia kurahisisha baadhi ya mambo. Na ndio maana sisi Africa Disability Technology Center tunaendelea kupita kwenye mabanda na kuona changamoto zinazo wakabili wadau, na ikiwezekana basi tutumie teknolojia ili kuweza kushauri namna gani tunaweza tukaongeza thamani ya huduma zetu tunazozitoa katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano Tume ya Haki za Binadamu tayari wao mchakato wa watu wenye ulemavu wameuanza, ni tena kwa sehemu kubwa sana. Lakini tukiongeza kidogo labda eneo la teknolojia nasi tukaongeza thamani pale, basi huenda huduma zikawa bora zaidi kuliko zilivyo sasa. Lakini baada ya kufika hapa, kwanza nimepata kuelewa kwamba tume imesogea, imesambaa, imetengeneza kanda ambazo shughuli mbalimbali au huduma zinazotolewa na Tume ya Haki za Binadamu. Lakini sambamba na hilo nimebaini kwamba kuna namna ambayo tume inatakiwa sasa isogeze iwe karibu zaidi na wananchi. Na katika maeneo yapi hasa? Katika maeneo ambayo yana changamoto nyingi ambazo zinaweza kuwa addressed na tume za haki za binadamu. Na nikisema hivyo, kuna maeneo kwa mfano maeneo ya kilimo na wafugaji, maeneo kama Morogoro, Iringa, Shinyanga, Tabora pamoja na Mwanza. Maeneo hayo yote yana changamoto ya shughuli mbalimbali za kiuchumi ambayo yanapelekea kuwa na matatizo mengi ambayo yanaweza kushughulikiwa na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Lakini zaidi ya yote, hata katika maeneo yenye migodi bado kuna changamoto nyingi. Lakini kwa kufika hapa katika tume, katika banda la tume, mimi nimefarijika na nimeona kweli sasa tume inaanza kupanua wigo wake na kuwafikia wananchi. Kwa hiyo ni wito kwa wananchi waweze kufuatilia na kujua shughuli zinazofanywa na Tume za Haki za Binadamu na Utawala Bora, ili waweze kuona. Tusiache manunguniko au kuwa na jambo lolote ambalo linakera katika familia, katika jamii, katika tume ipo kwa ajili ya kufuatilia taratibu zote za haki za binadamu. Nadhani wito wangu ni kwamba sasa tutumie vizuri Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora.